Tundu Lissu awasha moto mahakamani kwa kuwavaa mawakili wa serikali. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa leo, tafadhali kumbuka kusubscribe. Leo tunakuletea taarifa moto kabisa kutoka Dar es Salaam, ambapo kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti Chadema Taifa Tundu Lissu imeingia katika hatua mpya yenye mvutano na sintofahamu kubwa. Na katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam, hali haikuwa ya kawaida leo Jumanne Septemba tarehe 16 mwaka 2025. Viongozi na wanachama wa Chadema walichukua uamuzi wa kuondoka nje ya ukumbi wa mahakama, wakipinga kile walichoeleza kama manyanyaso na ukandamizaji unaoendelea kufanywa na jeshi la polisi. Kutokana na hatua hiyo, ukumbi wa mahakama ulisalia ukiwa na majaji, mawakili wa pande zote na askari wa polisi pekee, aliyoashiria mvutano mkubwa kati ya upande wa utetezi na vilevile mfumo wa haki. Tundu Lissu ambaye ndiye mhusika mkuu wa kesi hii alisisitiza kuwa kesi ya aina hiyo haiwezi kuendelea bila uwepo wa umma, akitaja kuwa kesi za jinai zinapaswa kuwa za wazi na wananchi wanayo haki ya kushuhudia mwenendo wake. Hoja hiyo ililazimu jopo la majaji kutangaza kusitishwa kwa muda mwenendo wa kesi na kuahirisha vikao hadi saa 5:08 asubuhi, na muda ambao maelekezo mapya yalitolewa kuhusu namna umma utakavyoruhusiwa kushiriki katika kesi hiyo. Hatua hii imeongeza presha na taharuki miongoni mwa wafuasi wa Chadema waliokusanyika nje ya mahakama. Baadhi yao wameonekana na mashaka makubwa, wakihisi huenda kuna njama ya makusudi zinazoratibiwa na serikali pamoja na washirika wake ili kuathiri mwelekeo wa kesi hii yenye uzito wa kisiasa. Mashabiki na wafuasi wa chama hicho wameshauriwa kurejea mahakamani muda uliopangwa kusubiri mwongozo mpya. Kesi hii ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu iliendelea kwa gumzo kubwa nchini, ikifuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari vya kitaifa na vya kimataifa. Uzito wake kisiasa na kisheria unalifanya suala hili kuwa la kipekee katika historia ya Tanzania, kwani linahusisha haki za kisiasa, uhuru wa wananchi na mustakabali wa vyama vya upinzani nchini. Kenyascope itaendelea kukufuatishia kila hatua na kila mwelekeo mpya wa kesi hii. Hakikisha unabaki nasi ili usipitwe na chochote kinachoendelea Dar es Salaam na sehemu nyingine za nchi. Tukutane tena kwenye uchambuzi ujao, ambapo tutakutajia na tutajikita kwenye mwendo wa kisiasa unaoibuka baada ya kila hatua ya mahakama. Endelea kutazama, kushare na kushiriki video hii ili wengine wapate taarifa hizi.